mheshimiwa muda mgani, and then unaweza pia na risala zako za rambirambi kwa familia, alafu Kwanza kabisa acha niseme pole kwa familia ya mheshimiwa na familia ya wapendwa waliopotea kwa hiyo ajali ya ndege. La pili, naitwa Engineer Kipchirchir Mosonic na nakaa huko Eldoret, na mheshimiwa mimi hata si mfanyakazi wake. I'm just a good friend. Tumeanza kitambo sana, he has been a friend, I guess we are 3 years now. Na mimi namfanyia kazi ya picha na video. So jana at around I guess it was around 11:50 to 12, nilipata that message wakaniambia uko wapi, the camera guy akanitext message uko wapi, kaambia niko Eldoret. Tunaenda Mount Elgon, nikamwambia Elina, kaniambia sahi na ni leo. Then from there mimi kaambia sawa, mkakuja uniambia, kaniambia sawa tunangoja chopa ikifika nitakushtua tukitoka. Mimi nikamwambia sawa. Hakujibu hiyo message, wakapotea tu from conversation. Then I waited for around 20-30 minutes. Is when the PA called me, mheshimiwa amesema kuja twende wapi? Mount Elgon. Kimbia ya steps sahi hapa Eldoret. Then I took a bike na nikakimbia hapa ya step. Kufika ya step chopa haikuwa imefika. So we waited for some 20 minutes. Ndio chopa ikafika. Kuja wakarefuel, and then the pilot akatuambia, the captain I mean, akatuambia sasa mheshimiwa nimemwacha aende base, kuna watu wamekuja nao, so the chopper is full na sijui nikawapeleka sasa, saa ya kurudi tutarudi, nani ataletwa ama nani atapelekwa. So sisi tukakuwa na alternative, sababu tuko Eldoret na shafika event na tunajua tukifika atakuwa maybe amemaliza na shughuli. Tukamwambia pilot ama tubaki wewe uende tu wapeka watu. Nini akatuambia anyway mumpigie simu sababu mimi amenituma tu. Ndio pia akakola kushika simu tu. Mimi nikapiga pia kushika simu. Ndio tukakuwa na alternative, tukasema sababu mheshimiwa ametuambia mkuja. Tukasema acha tuende tukula. Tukapanda chopa vizuri. Tukaenda vizuri. There was a time kulikuwa na weather imechange, I guess Kitale mahali hapo ikaanza kunyesha, so haikuwa visible vizuri, but akachange the route, tukafika venue. So we landed vizuri, and mahali event ilikuwa some distance, so tuliland alafu tukapikiwa na gari. So after tumeland akatuambia nataka mwambie mwesha tutoke. Si tukaenda na gari. Tukiwa tunaenda na gari na kama the captain akafikiria akaribia kwenye venue. Then akakuja na chopa mpaka karibu kwenye venue. Kumbe mheshimiwa aliposikia chopa akatoka tu. Wakatoka na ile timu yote, wakakuja kwenye chopa iko. Sisi kufika tunampata akienda kwa chopa. Then tukakuja wote kwa chopa tu hapo, wakapanda vitu vyao kila mtu. Tukasema acha tumwambie tu bye waende tu nini, and then tutalink up. Mheshimiwa na kwa assistant akatuongelesha, akatusalimia vizuri, he was so smiling, hakuwa na maneno. Akatuambia sababu nyinyi mnaenda Eldoret na hii weather tunaona venye iko, acha tuende nyumbani. Sababu hii ndege inaenda pia Nairobi. Nyinyi mtafuta gari, mnaweza hata ongelesha Honorable Bukose sababu alikuwa hapo. Tukaomba gari ya Bukose ikatuleta mpaka Kitale. Kufika Kitale we took our late lunch. Tukimaliza tu lunch hivi ndio sasa the information ikaanza kutukujia. There's a chopper imetoka Nandi, imeland emergency landing. Wengine pia wanasema imecrash. So sisi hatupate the right information. We waited, tulikaa kabisa, masimu tunapata tuna receive, but tuko in darkness. Ukipiga simu ya mheshimiwa iko line base. The camera guy yake ilikuwa off sababu pia battery ilikuwa inaelekea kuisha. So tukabaki in total blackout. Ndio sasa tukaanza kuona social media jina inaapia pia na watu pia, sababu mchana tulipiga picha na chopa, kila mtu anasema hii ni ile chopa mlikuwa nayo. Until baadaye sasa tukapata somebody ametuambia chopa imecrash na watu fulani fulani, the description inakaa ni hiyo. Tunakaa kujua watu.
From there now kila kitu ilibadilika tu. The right information ikaanza kutoka. Tunaona social media ni hiyo. And I think that marked the end of discussion about Mheshimiwa. And this guy, what I can say, is one of the best guys. Kwa uongozi alikuwa amejitolea. The Kalenjin land, the Kenyan land, we have lost a man. Alikuwa amejitolea. Wasanii kwanza, hiyo nayo sijui nitasema aje. Sipati the right description. But this guy to me was a friend. Tulikuwa tunafanya kazi as a friend. Everybody else alifanya kazi na Mheshimiwa Ngong. That guy alifanya like as a family, as a friend, so like association si ya kiongozi, like si ya these other kind of leaders. Yeye ni ile mimi ni Masonic, wewe ni mtu fulani, tufanya aje kazi, and then you do with them. This guy like is a communication expert kivyake. Hata social media accounts zake si hata tulikuwa tunafanya na direct. Yeye mwenyewe is who approves what is going kwa social media account yake. Na tulifanya kazi vizuri kwa hiyo muda yote mpaka sasa. Mimi kwangu nimepoteza rafiki. Nimelia machozi yote, nimefanya kila kitu. Sijui kama nitapona sasa, but all I know is Mungu ni mwema. Tungekuwa tumepata maybe nafasi kwa hiyo ndege, kuna mambo mawili, maybe wangepata ajali tungekuja Eldoret. Na pia hatujui, maybe ndege ilikuwa na mambo yake, tungekuwa kwenye safari. Lakini sababu kila kitu Mungu amepanga, hatuwezi jua. Ukiona nguo nimevaa saa hii imeandikwa Gap. I saw this cloth asubuhi nikitoka. There's something missing in me. And that is Honorable Joanna Ng'eno Ngong. That is Nick Kosgei, the guy tulifanya naye kazi. Seamlessly. We delivered kwa Mheshimiwa. Na Mheshimiwa mahali huko. Jua umeacha watu wakilia. Jua umeacha nchi ikiumia. Jua umeacha the Kalenjin land in darkness. Mungu ailaze mahali pema peponi roho yake ya Mheshimiwa. Asante. Maneno ya mwisho tulikuwa na Mheshimiwa sababu ilikuwa kwa chopa akiwa tu kwa kiti yake hapo co-pilot. What he said was nyinyi muende Eldoret mkifika tutaongea. So that was the last information. But kitu alifurahi ni tumefika. Sababu pia alisema huko hatujui. Tunasikia stories tu alikuwa jovial, alikuwa hivi na hivi, na pia alikuwa ni kama alikuwa na mashughuli pia. Sababu yeye akiendanga event ya msanii, morning ya time sana kaanga mpaka inakuwa late. Hadi hata anaweza pita gari, anaweza baki huko, yeye anabaki full. Dakika ya mwisho was happy. Sisi wenyewe venye tulikutana naye alikuwa happy tu vizuri. Alikuwa ameenda event gani yani? Ni event ya msanii anaitwa Kim Kim. Alikuwa na Thanksgiving na empowerment. Ya wasanii waimbaji na mwimbaji from Mount Elgon kule. Kitu kingine uchungu sana ukiwa umekufa na uko hai. Sababu kana imagine uko kwa list ya mtu amepata ajali na amekufa. Like that time rafiki wako amekufa ama amepata ajali. Wewe mwenyewe pia ulikuwa nao lakini sasa umebakia. Na hakuna mtu anajua story yako. Kila mtu tu anajua ulikuwa kwa hiyo chopa. Na social media siku hizi inakimbia sasa. Napata story imetoka pale, Masonic aliwaachia mtu kiti. Mimi sikuachia mtu kiti ama kufanya nini. Chopa ilikuwa tu ikuja inapika Eldoret. Wabuji penye Mheshimiwa alikuja na watu wake kule wengine kutoka Emuru wa Dikir. Ikabidi waende Endebess ndio wakuja watupika hapa airstrip. So that is what happened. Si ati kuna mtu niliwaachia kiti akae hapo, hapana. Ni Mheshimiwa alikuja na watu kutoka kule. Ndio maana hata tulimruhusu yeye aende na watu kule sababu sisi ni hapa Eldoret tunaishi huko. Vile umekuja leo. Unaona mwili? Nimeona mwili mara mbili.
and I'm just like confirming. Simu ya mheshimiwa mimi nilipiga mpaka dakika ya mwisho jioni, iko line busy. Saa zingine unakaa kama hajaenda, anaweza kuwa bado ako hai. Nilipoona mwili jioni jana, I felt like ningeweza muamsha, ningeweza muongelesha tu anisikize tu for one last moment, aamke tu. There is a name anapendanga, tunaitanga Chumindet. Chumindet yani in English is a European or a white man. Mtu ambaye mambo yake ni straight. Na ni mtu akifurahi amefurahi. Hivyo tu. So this guy watu wakiongea kule bye bye Chumindet, that means the white man is happy. And that is him. Any other time ukiona ana smile ujue amefurahia kitu inafanyika. Na anapenda vitu straight, si kombo. Huyu mtu ni perfectionist, I'll say ni perfectionist, anataka vitu safi tu. Na ndio maana maybe kazi zake zote amefanya kwa uongozi, kwa mambo ya wasanii, na maybe maendeleo yake kule Narok. Maybe it's that way, like anataka kila kitu iende straight. Unfortunately it's no more. Maybe we pray God atatupea mwingine atakayevalia hiyo kiatu. Obviously sidhani kama kuna mtu hiyo size atamtosha. Kanauliza Ngonga kwa alikuwa hapa, leo tulikuwa na Mount Elgon. Hapo sasa ndio nikajua na alipanda hii chopa niko na hii namba. Alikuwa na principal zake sasa. Yeye tu alikuwa na principal. Like that's a guy anafanya kazi na wewe wanyama. But anataka udeliver, ni perfectionist. Hapo mko naye sawa. Bila video itabidi pia muende na class. Sababu hiyo chopa imetumika in the past some few days, imetumika sana. And like ukifikiria from kule Mount Elgon sababu yanawekanga belt, so sijui kama alifungua akajaribu kama ilimpata akiwa bado kwa kitu. Hata habari from the raia wanasema kumwambia tunaweza kula kuku watengeneza ningefaa kukandia wakaenda. Si ati niliwacha, ni mheshimiwa alikuja na watu huko. Alikuja na watu huko, so ikabidi waende vyema sawa, tunapata simu. Huko juu aje ni? Alipiga simu mmekuwa hapa. Kama Mount Elgon. Ngonga alikuwa hapa Mount Elgon. Chopa matumia namba plate, hiyo namba imeandikwa hapo juu ni. Alikuwa amechomeka ni? Alichomeka. Sio yeye. Ni yeye, lakini kama umemjua sana, at least unaweza mrecognize.